Kila ifikapo Aprili 26 Tanzania huadhimisha siku ya Muungano. Na leo karibu tuifahamu historia ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar wa mwaka 1964. Jina langu ni Hamza Msaji na hii ni IAA TV. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliundwa Aprili 26, 1964 ikiwa ni muungano wa mataifa mawili huru ya Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar, ambayo yaliingia mkataba wa muungano mwaka 1964 na kuanzishwa dola ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mkataba ambao ulitiwa saini na aliyekuwa rais wa Tanganyika hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na aliyekuwa rais wa Zanzibar hayati Sheikh Abeid Amani Karume Aprili 22, 1964 huko Zanzibar. Mkataba huo ulithibitishwa na Bunge la Tanganyika na Baraza la Mapinduzi tarehe 26 Aprili mwaka 1964. Tarehe 27 Aprili mwaka 1964, viongozi wa nchi zote mbili walikutana katika ukumbi wa Karimjee jijini Dar es Salaam na kubadilishana hati za muungano. Sheria za muungano zilitoa tamko la Jamhuri ya Muungano katika ibara ya 4 kwamba Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar zitalazimika baada ya kuungana na siku zote baada ya kuunganishwa kuwa dola la Jamhuri kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Jina hilo lilibadilishwa baadaye mnamo tarehe 28 Oktoba 1964 na kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupitia Sheria ya Jamhuri ya Muungano, Sheria namba 64 ya mwaka 1964. Muungano wa Tanzania kama ilivyoelezwa katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania una vyombo viwili vyenye mamlaka matatu ya utendaji ambavyo ni Serikali ya Jamhuri ya Muungano na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Vyombo viwili vyenye mamlaka ya kutekeleza utoaji haki ambavyo ni Mahakama ya Jamhuri ya Muungano na Mahakama ya Zanzibar, na vyombo viwili vyenye mamlaka ya kutunga sheria na kusimamia utekelezaji wa shughuli za umma ambavyo ni Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Baraza la Wawakilishi la Zanzibar. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inashughulikia mambo yote ya muungano kama yalivyoainishwa katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na yasiyo ya muungano kwa upande wa Tanzania bara. Aidha, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inashughulikia mambo yote yasiyo ya muungano kwa upande wa Tanganyika Zanzibar. Muungano wa Tanganyika na Zanzibar umekuwepo kutokana na sababu mbalimbali kama vile kuwepo kwa mahusiano ya karibu na ya historia baina ya Tanganyika na Zanzibar katika nyanja mbalimbali kama vile udugu wa damu, biashara, utamaduni, lugha na mahusiano ya karibu kisiasa, hususani baina ya vyama vya TANU na ASP. Hata kabla ya uhuru wa Tanganyika, Mwalimu Nyerere pamoja na viongozi wengine waliokuwa wakipigania uhuru katika ukanda wa Afrika walikuwa na matarajio ya kuwa na muungano wa Afrika. Mwalimu Nyerere binafsi alipendelea uwepo muungano wa Afrika kwa kuanzia na mashirikisho ya kikanda. Baada ya muungano, Mwalimu Nyerere alikuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Sheikh Abeid Amani Karume alikuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, Aprili 27 mwaka 1964, wakati wa kubadilishana hati ya muungano, wajumbe 7 wa Baraza la Mapinduzi waliapishwa kuwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar ambao ni Sheikh Abeid Karume, Kasimu Abdalla Hanga, Abdurrahmani Mohamed Babu, Hassani Nasoro Moyo, Sheikh Aboud Jumbe, Hasnu Makame na Sheikh Idris Abdul Wakil. Na baada ya kuapishwa kuwa wabunge wakateuliwa kuwa mawaziri wa serikali ya muungano. Kabla ya muungano kulikuwa na Katiba ya Tanganyika ya mwaka 1962 na upande wa Zanzibar kulikuwa na amri za katiba, decrees. Katiba ya Tanganyika baada ya kufanyiwa marekebisho ili kukidhi mahitaji ya muungano iliendelea kutumika kama katiba ya muungano ya mpito hadi mwaka 1977 ilipopitishwa Katiba ya Muungano kwa mujibu wa makubaliano ya muungano na sheria za muungano. Aidha, marekebisho hayo yalimtaja rais wa Zanzibar kuwa ni makamu wa kwanza wa rais, akiwa ni msaidizi wa rais kwa masuala yote ya kiutawala kwa upande wa Zanzibar, na waziri mkuu kuwa ni makamu wa 5 wa pili wa rais ambaye atamsaidia rais kwa masuala ya husuyo upande wa Tanganyika, na kiongozi wa shughuli za serikali bungeni.
Katiba ya muda ya mwaka 1965 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliainisha mambo 11 ambayo yalikubalika kuwa ni ya muungano chini ya usimamizi wa serikali ya muungano, ambayo ni pamoja na katiba na serikali ya muungano. Mambo hayo ni mambo ya nchi za nje, ulinzi, polisi, mamlaka juu ya mambo ya husuyo na hali ya hatari, uraia, uhamiaji, mikopo na biashara za nchi za nje na utumishi katika serikali ya Jamhuri ya Muungano. Mambo mengine ni kama kodi ya mapato inayolipwa na watu binafsi na mashirika, ushuru wa forodha na ushuru wa bidhaa zinazotengenezwa nchini Tanzania unaosimamiwa na idara ya forodha, na bandari mambo yanayohusika na usafiri wa anga, posta na simu. Mambo ya muungano yaliongezwa kwa mujibu wa katiba na sheria kwa kushirikiana pande zote mbili za muungano. Juni 10, 1965, mambo yote yahusuyo sarafu na fedha kwa ajili ya malipo yote halali yaliingizwa ili kuwa na sarafu ya pamoja ya Tanzania baada ya muungano na kurahisisha usimamizi wa fedha za kigeni na mabenki na kuwa jambo la 12 la muungano. Kufuatia kuundwa kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka 1967, tarehe 11 Agosti 1967, mambo mawili yaliongezwa ambayo ni leseni za viwanda na takwimu kama jambo la 13 na elimu ya juu kama jambo la 14. Mwaka 1968, suala la maliasili ya mafuta pamoja na mafuta yasiyochujwa ya motokaa na mafuta ya aina ya petroli na aina nyinginezo za mafuta au bidhaa na gesi asilia liliongezwa na kuwa jambo la 15. Vilevile kufuatia kuvunjika kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka 1977 na kutungwa kwa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, mambo yafuatayo yaliongezwa ambayo ni Baraza la Taifa la Mitihani la Tanzania na mambo yanayohusika na kazi za baraza kama jambo la 16, usafirishaji wa anga kama jambo la 17, utafiti kama jambo la 18, utabiri wa hali ya hewa kama jambo la 19 na takwimu kama jambo la 20. Kutokana na kuvunjika kwa Mahakama ya Rufani ya Afrika Mashariki mwaka 1979, suala la Mahakama ya Rufani ya Tanzania nalo liliongezwa kuwa jambo la 21. Vilevile kufuatia mapendekezo yaliyotolewa na Tume ya Nyalali iliyokusanya maoni ya kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa, uandikishaji wa vyama vya siasa na mambo mengine yanayohusiana nayo, liliongezwa kwenye orodha ya mambo ya muungano kama jambo la 22. Utaratibu uliotumika katika kuongeza idadi ya mambo ya muungano kutoka 11 hadi kufikia 22 ni kupitia maamuzi ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa kuzingatia matakwa ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Muungano umechukua nafasi kubwa katika kuwaunganisha wananchi na kuimarisha mahusiano mazuri baina ya Tanzania bara na Tanzania Zanzibar. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweka wigo mpana kwa wananchi wake kuweza kuzitumia fursa mbalimbali zilizopo za kiuchumi, kisiasa na hata kijamii kwa lengo la kujipatia maendeleo. Ni vyema tukatumia ipasavyo fursa zilizopo Tanzania bara na Tanzania Zanzibar kuleta maendeleo yatakayoinua hali ya uchumi wa Tanzania. Ili tuweze kuzitumia fursa hizo, ni lazima tuulinde muungano wetu. Mungu ibariki Tanzania na Mungu ubariki muungano wetu.